Uh, wewe ambaye uliomba kwa ajili ya interview iliyopita na uliomba lakini matokeo hayajatoka vile ambavyo ulikuwa umetarajia, na sasa unawaza kwamba ni vipi, imekuwaje, unajisikia vibaya kwamba kwa nini hujaitwa ili uanze kazi. Lakini sikiliza maneno haya, wewe uliyepata, basi Mungu akubariki. Endelea vema, fanya kazi kama yako mwenyewe ili uweze kufanikiwa. Fanya kazi kama yako mwenyewe ili uweze kuendelea, na moyo wako utachukua mambo mengi ya kujifunza. Kwa wewe ambaye umekosa, ziko sababu kadhaa ambazo ninaweza kuzitaja. Sababu ya kwanza ni mahali hapo hapakuwa sahihi kwako. Wewe uliona mazingira, uliangalia fedha, ukaangalia kipato, lakini hapakuwa sahihi kwako, kwa sababu mustakabali wako na picha yako ya mbele ni kubwa kuliko hapo ambapo umetaka kwenda. Kwa maana nyingine, pangeweza kukuchelewesha, kukurudisha nyuma ili usiweze kufikia lile kusudi. Picha yako wewe ni zaidi ya ajira. Mungu amekuandaa uweze kuwa msaada kwa watu wengi. Kwa hiyo mshahara haukutoshelezi. Mshahara hauwezi kubeba kusudi hilo nalo. Ndio maana Mungu amekuandaa, hata akili yako wewe ni shuhuda, kwa ajili ya kubeba mambo mazito. Mungu amekuandaa kwa ajili ya kusaidia watu wengi zaidi. Lakini jambo jingine ni kwamba hapo ulipo, hapo ambapo ungeenda, ungekutana na vikwazo vingi, kwa sababu watu hao ni watu wa dunia zaidi. Ni watu ambao wanatazama faida zaidi kuliko kutazama utu. Kwa hiyo kwa namna ambavyo uko na hofu ya Mungu na namna ambavyo ungependa mambo yafanyike katika uzuri, kwako ingekuwa tanzi, ingekuwa jaribu na ungekuwa kwazo kwao. Kwa hiyo mazingira ya kazi yangekuwa magumu. Ungeweza kufanya kazi kwa muda mfupi na ile kazi ungeiona kuwa ni ngumu na si nzuri kwako, usingeifurahia kazi yako. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba bado endelea kuwa na mipango, bado endelea kumwamini Mungu. Iko picha kubwa ambayo Mungu amepanga kwa ajili yako. Unapoendelea kutafuta, unapoendelea kusikiliza, unapoendelea kuomba, Mungu anafanya mambo makubwa kwa ajili yako. Nikuache kwa kukumbusha kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na yeye atakuja kama mfalme wa wafalme na mwokozi wetu. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba haya. Amen.